Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba hii WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utauona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tumeanza maombi ya siku 21. Nikualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya ya milango 12. Lango la pili ni lango la mali, na nikizungumza juu ya lango la mali lina tafsiri nyingi sana, kwamba nini Mungu alichotuitia hapa duniani. Na hapa ni pa muhimu sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari ule kuanzia mstari wa 28 pale, ukisoma pale utaelewa kitu kizuri, namna ambavyo Mungu alituleta hapa duniani. Ndio maana mstari wa 28 sema Mungu akawabariki, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kutiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kile kiumbe kitambaacho kiendacho juu ya nchi. Mungu ametuumba kwa sababu gani?
Sisi tumeumbwa kwenda kumiliki na kutawala. Hii ndio kazi. Tumepewa nguvu ya kumiliki na kutawala. Maana yake umekuwa unatembea miaka yote lakini unashangaa ile ahadi ya Mungu haitimii. Na ndio maana lazima ujiulize kwamba kwa nini ahadi ya Mungu haitimii juu yangu? Kumbe kuna lango la mali. Kuna lango linaitwa lango la mali. Waganga, wachawi, washirikina, watu wanaokwenda kwenye hizo madhabahu za giza ni wengi, wanaenda kutafuta utajiri. Wanawekeza masadaka yao, wanawekeza huko, wanawekeza, wanatoa kafara, wanatoa nini, lakini lengo wapate mali. Mali imekuwa ni vita. Mali imekuwa ni mapambano. Sasa wewe mwana wa Mungu ambaye umeijua neema ya Kristo, lazima ujue namna gani unaweza kuteka na wewe lango la mali. Lakini kabla hatujaenda kuteka lango la mali, kuna vitu nataka ujifunze kidogo hapa kwenye kile kitabu cha Maombolezo sura ile ya 5 na mstari wa 2. Nitasoma pale Maombolezo 5:2. Biblia inasema, kitabu cha Maombolezo 5:2 anasema, urithi wetu umekuwa mali ya wageni, na nyumba kuwa mali ya makafiri. Sasa nimekuonyesha kwamba nimekuonyesha juu ya urithi, nini Mungu alikusudia kwetu, umeona? Lakini urithi wetu umekuwa mali ya wageni. Mali ya wageni, wageni ndio wanamiliki mali yetu. Inaposema mali ya wageni, maana yake mali zetu zimetekwa mahali ambako si sehemu. Mali zetu zimetekwa mahali ambako si mpango wa Mungu zikae huko. Umeona, imekuwa urithi, umekuwa mali ya wageni. Maana yake unaweza kushangaa kila mwaka unapitia hali hiyo hiyo, kumbe urithi wako, mali yako ilishatekwa na wageni. Wageni ni wachawi, wageni ni washirikina, wageni ni wale ambao wanateka fedha zako bila we kujua. Umeona, urithi wetu umekuwa mali ya nini? Mali ya wageni. Umeona, hii ni kitu ya ajabu sana. Ina maana ulitakiwa kuwa mbali, lakini ghafla maisha yako imeendelea kuwa magumu, mabaya, kwa sababu urithi wako umekuwa mali ya wageni. Ifike mahali mwaka huu mwambie Bwana, urithi wangu hautakuwa mali ya wageni, ninautoa huko kwa jina la Yesu Kristo. Mali yangu haitakuwa mali ya wageni. Kuna watu walienda wakatoa makafara ili mali yako iharibiwe. Fika mahali mwambie Mungu, hapana, urithi wangu hauwezi kuwa mali ya nini? Mali ya wageni. Ona sasa kwenye kitabu cha Obadia. Fungua kitabu cha Obadia sura ya 1 na mstari wa 11. Ona kitu cha ajabu. Obadia 1:11. Obadia 1:11. Fungua pale Obadia 1:11. Anasema, siku ile uliposimama upande, siku ile wageni walipochukua mali zake na watu wa kabila nyingine walipoingia katika malango yake. Umeona sasa, na kumpa kula juu ya Yerusalemu, wewe nawe ulikuwa kama mmoja wao. Kuna watu ambao wameingia kwenye malango yako. Umeona, anasema siku ile uliposimama, siku ile wageni walipochukua mali zake. Unaona, na watu wa kabila nyingine walipoingia katika malango yako, wewe nawe ulikuwa kama mmoja wao. Na wewe ni mmoja wao ambao mali yako, kuna watu waliingia kwenye malango yako wakachukua mali yako. Kuna watu ambao waliingia kwenye malango yako wakachukua mali zako. Kwa hiyo mali zako zimekuwa mali ya wageni, mali zako zimetekwa. Oh my Jesus, mali zako zimechukuliwa mateka, mali zako zimekuwa mali ya wageni. Ifike mahali mwambie, wageni hawatakula mali yangu, ninarudisha hii mali yangu. Kwa hiyo lazima tunapofungua hili lango la mali, lango la mali, hili lango la mali hili, umeona, lazima usikubali lango lako mwaka huu liwe mali ya wageni. Wageni wamekalia utajiri wako. Umeona, wageni wanakaliaje utajiri? Unashangaa ulikuwa na neema nzuri, ulikuwa una kipato kizuri, ulikuwa na mali imeongezeka, ng'ombe wameongezeka, mbuzi wameongezeka, nyumba za kupanga zimeongezeka. Hiyo ndio inaitwa mali.
hiyo ndio inaitwa mali. Umeona, umenunua viwanja, hiyo ndio inaitwa mali. Umeelewa? Lakini unashangaa ulinunua viwanja vyote vikaondoka. Ulikuwa na nyumba nzuri umeuza. Umeona, mali yako imetoweka. Ulikuwa na mali yako imetoweka. Mali ni kitu ambacho akiamishiki. Ni zile mali ndio inaleta utajiri. Ukisikia mtu ni tajiri, maana yake ana mali ya kutosha. Sasa mali yako inaweza kuwa mali ya wageni. Mwaka huu anza kuingia kwenye maombi makubwa. Mwambie Mungu, mali yangu haitatekwa na wageni. Glory to Jesus. Walikushinda wapi? Walikushinda sehemu gani? Walikushinda wapi? Lazima ujue. Kama mwaka jana ulishindwa, mwaka uje utashindwa. Umeona, walikushinda sehemu gani? Walikushinda. Wenzako wanatoa makafara, wenzako wanaenda kwa madhabahu za giza wanatoa makafara. Wewe umeanza mwaka una hata sadaka yoyote ya kafara ya kusimama nayo kwenye madhabahu, kumwambia Mungu, ninasimama na sadaka hii. Mali zangu miaka yote zimekuwa zinaibiwa, sasa mali zangu ninazikalisha. Umeona, unakalisha mali kwenye mji wako, na mwambia Mungu, nitafanya kazi nitakuwa na mali, nitafanya kazi nitakuwa na mali, nitafanya kazi nitanunua viwanja, hizo ndio mali, nitafanya kazi nitajenga nyumba, hiyo ndio mali, nitafanya kazi nitawekeza kwenye mifugo, kwenye mashamba, nitawekeza, hiyo ndio mali. Unapokuwa na mali ujue sasa utajiri umekuja. Sasa wewe mali yako yote imetekwa, kila unachokifanya kimetekwa. Umekuwa ni mtu wa hasara, madeni, hamna kitu inaongezeka, hamna kitu inapanda. Kataa huo mlango kwa jina la Yesu Kristo. Mali yako imekuwa ya wageni, madeni yanakula, ni wageni hao wameshaingia, wageni wanachukua mali zako. Umeona, ni madeni, ni hasara. Kila unachofanya hamna kinachoshikika. Mwambie Mungu, mwaka huu 2026 mali yangu haitakuwa mali ya wageni katika jina la Yesu Kristo. Nami natamka kama nabii, nazungumza na yule mtu ambaye saa hii ndani yako nasikia mali yako nataka uirudishe. Mali yako imekuwa mali ya wageni. Ifike mahali sasa mwambie Mungu, mali yangu haitakuwa wageni. Nasimama na dhabihu na sadaka maalum. Mwambie sadaka hii na ipanda, hata kama ni 10,000 ipande. Mwambie Baba, mwaka huu nafungua mlango wa mali, nitamiliki mali. Utashangaa katika jina la Yesu Kristo. Wala ambao wana viwango vya imani, chukua hiyo sadaka, inua mkono wako ninapoenda kuomba saa hii. Mali yako iliyokuwa mali ya wageni tarudi. Baba, ninasimama kama nabii katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mali ya mama huyu na baba huyu imekuwa mali ya wageni, imetekwa, imemilikiwa na ufalme wa giza. Leo natangaza katika jina la Yesu, hii mali nairudisha kwenye mikono yake. Robo sanda rama koraba shaka rosa karamando rukuria resekereko rama shaka. Anza kuomba, tangaza kwa jina la Yesu, narudisha mali yangu iliyotekwa kwa waganga, kwa wachawi na kwa shirikina, kwa damu ya Yesu Kristo. Anza kuomba. Baba, ninatamka katika jina la Yesu, kila mali ya mama huyu, kila mali ya binti huyu, kila mali ya kijana huyu, kila mali iliyochukuliwa kwenye familia hii, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba kwa nguvu zako na kwa utukufu wako, mali ya mtumishi wako iliyotekwa, mali ya mtoto wako iliyomilikiwa na waganga na wachawi na washirikina na mizimu na miungu, leo ninatamka katika jina Yesu, rimando rosata rababako rabashanda resekereresha randorosantara baba rikandorosatara ramandorosatara reshekerere rinaramandoro rataramasaka. Baba, natangaza mali ya mtumishi wako haitakuwa mali ya wageni kwa jina la Yesu. Nami nafungua lango la mali ninalifungua. Baba, mpe mali iliyozidi, mpe mali inaongezeka mwaka huu. Milango ya mwanamke huyo, milango ya baba huyo ninaifungua. Baba, atakuwa katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, 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 amina. Na wewe unaipanda sadaka yako, tumia namba ya Vodacom hiyo ya sadaka ya 0756 934 903
panda sadaka yako, na wakati unatuma sadaka yako nijulishe kwa njia ya WhatsApp kwamba nimetuma sadaka yangu. Tutaomba na Mungu atakalisha mali zako, na Mungu atakuwa ni wa baraka sana. Nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako mamia ya watu nakusanyika kutoka nje na ndani ya nchi ya Tanzania ili ukutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Mungu anaenda kufanya kitu kikubwa. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom, shalom. Nikutakie asubuhi njema na nikukaribishe kwenye maombi baadaye. Mungu akubariki sana. Haleluya.